80s Vibe Series. Okay, wapenzi wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series, leo kwa mara nyingine tunawaletea kipindi ambacho nafikiri mmekisubiri muda mrefu. Leo niko na one of my favorite players ambaye hata mimi mwenyewe nimefurahi sana kukutana naye, na atatuelezea machache kuhusu mpira na historia yake ilikuwaje. Kwa hiyo bila kuchukua muda wenu, kwanza kabisa karibu sana kakaangu. Asante. Leo tuko na Selemani Jongo. Kwa hiyo utatuelezea kidogo historia yako ya mpira, ulianzia wapi? Tutakwenda kidogo mpaka ulipomaliza professional career yako ya mpira. Kwa hiyo unaweza kutuelezea kidogo ulianzaje mpaka ukafikia ulikofikia? Mimi rasmi kuanzia uchezaji nimeanzia Morogoro. Pale Morogoro nilikwenda kwa uhamisho kutoka Dar es Salaam. Ndio. Nilipofika pale nikajiunga na timu moja inaitwa Jogoo Sports Club. Nikacheza pale mwaka 67. Baadaye kwenye 68 nikapata bahati ya kuchaguliwa kwenye timu ya taifa. Okay. 68, 69 mpaka 70. Kwa hiyo ilikuwa nachezea Morogoro, lakini na huku nikawa kwenye timu ya taifa nachaguliwa. Sawa. Kwa hiyo sasa kwa sababu najua kari yako ilianzia hapo Morogoro. Na miaka hiyo ilikuwa mtu unachukuliwa kutoka kwenye kazi fulani ndio unapelekwa, ama wewe ilikuwa tu ni mchezaji ndio ilikuwa shughuli yako ni mpira tu? Maana kumbuka kuna kipindi nimeongea na watu kama kina Ngulungu, ambao wengine unakuta kina Mogela, unakuta ilikuwa mwingine anacheza railway kwa sababu anafanya kazi railway, mwingine anacheza tumbaku kwa sababu anacheza tumbaku. Wewe ilikuwa ni Jogoo ni mpira tu ilikuwa? Hapana, mimi nilikuwa nafanya kazi railway. Okay, ulikuwa railway. Railway isipokuwa timu ya mjini nikawa nachezea Jogoo Sports Club. Okay. Sasa baada ya hapo ikawaje mpaka ukajikuta tena umeshafika Dar? Kulikuwa na kipindi cha 1975 ambapo tulishiriki katika mashindano ya Taifa Cup nikichezea Morogoro. Ndio. Sasa ilitokea mechi kati ya sisi Morogoro na timu ya Dar es Salaam. Mimi normally nilikuwa nikicheza kama striker. Lakini bahati mbaya siku hiyo ambayo tunakutana na Dar es Salaam, center half wetu ambayo tulikuwa tunamtegemea alikuwa anaitwa Miraji, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo mimi nikateuliwa kucheza center backs. Kwa hiyo tukapambana na Dar es Salaam. Dar es Salaam ilikuwa na wachezaji mahiri wakati huo. Kulikuwa na Kitwana Manara, kulikuwa Dilunga, kulikuwa Abdalla Kibadeni. Kwa hiyo ilibidi mimi siku hiyo niliwakabili vizuri sana. Kumbe bila kujua, jukwaani huku kulikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Tambolea. Tambolea aliniona. Baada ya mpira kuisha, sisi tukarudi kwenye kambi yetu. Hafla kulikuwa na teksi moja ilikuja kwenye kambi pale. Ile teksi kufika pale, yule dereva akashuka akanifuata mimi. Akaniita, "Bwana Jongo, samahani. Mimi nimetumwa na mwalimu wa Yanga anaitwa Tambolea. Yuko pale Arusha Hotel. Anakuhitaji kufanya mazungumzo na wewe." Basi mimi kwa vile nilitoka kambini pale, nikaona
kwenda peke yangu haiwezekani. Kulikuwa na mchezaji mmoja ambaye sasa hivi marehemu, alikuwa anaitwa Manga. Okay. Unaona? Ikabidi mimi niongozane naye yule mpaka pale Arusha Hotel. Na alikuwa anacheza timu ya Morogoro. Morogoro. Okay. Kufika Arusha Hotel pale tukamkuta Mwalimu Tambolea. Akajiintroduce, bwana, mimi mwalimu wa Yanga. Nimekuangalia mchezo leo. Yaani nimekuona wewe umenikosha kama ni mtu ambaye unaweza, alisema ukweli, unaweza kwenda kunisaidia kwenye Yanga kwenye nafasi ya mchezaji mahiri, ilikuwa Kapera. Okay. Sawa, mimi nikamwambia lakini mimi niko kwenye ajira Railways. Sasa tafanyaje? Mimi nikamwambia msisumbuke. Kule kwenye Yanga kule kuna mtu anaitwa Juma Shamte, ambaye ni district traffic manager. Okay. Sasa nyinyi mpigieni simu yule, mmwambie kitu hicho, kwa hiyo uhamisho wangu mimi utakuwa hauna matatizo. Sasa kweli wale walivyofanya hivyo, kupewa taarifa tu, yule meneja usafirishaji wetu akapiga simu kwa station master Morogoro, akaambia kuanzia sasa hivi Jongo nataka ahamishwe Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio mimi nikaja Dar es Salaam. Kuja Dar es Salaam nikakutana na viongozi wa Yanga, tukakaa nao pamoja, tukazungumza. Kwa hiyo rasmi wakati huo kulikuwa na mtangazaji wa Radio Tanzania, alikuwa anasimamia kipindi cha michezo, Abdul Omar Masudi. Okay. Kwa hiyo mimi nilivyofika station pale tu nikamkuta Abdul Omar Masudi yupo pale na vifaa vyake. Wakati ule kulikuwa na kipindi cha 2 kasorobo mchezo. Kwa hiyo alinioji. Kwa hiyo mimi nikajitangazia rasmi kwamba mimi nimejiunga Yanga bila kushawishiwa. Ndio career yangu ikaanza pale. Sasa wakati huo wewe ulikuwa unaenda kuchukua nafasi ya Kapera. Kwa hapo sasa ni kwamba kulikuwa na matatizo fulani, mgogoro fulani. Okay. Sasa yule Tambolea akataka kuchukua watu wa kuwa replace kwa vile wale walikuwa washachoka. Okay. Kwa hiyo aliniteua mimi, akamteua na Lady Gatenga. Okay. Kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi ya Kapera na Gobos. Okay. Kwa vile ilikuwa inaonekana sasa ule uwezo wao wa kucheza unaanza kupungua. Kwa hiyo sio tukaletwa pale kwa ajili ya vijana sasa kwenda kusimamisha timu tena upya. Okay. Sasa pale kulikuwa na matatizo kidogo. Wale ma legend walikuwa hawapendi wachezaji wengine vijana kuchukua nafasi zao. Walikuwa wanataka wao ni moja kwa moja, lakini Mwalimu Tambolea aliona kwamba wale sasa wameshaanza kuchoka. Kwa hiyo akawa anafanya replacement. Okay. Kwa hiyo mimi nilichukuliwa pale rasmi kuchukua nafasi ya Kapera na Lady Gatenga alichukuliwa kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Gobos. Okay. Sasa baada ya kuingia Yanga, unaweza kutuambia mechi gani ambayo wewe unaweza ukaikumbuka ambayo mlicheza vizuri sana, ambayo ni mpaka leo huwezi ukaisahau katika historia yako? Mechi ambayo naikumbuka kwamba sisi tulicheza vizuri sana ni ya Simba, ambayo siku hiyo walitufunga goli 6. Lakini ukiangalia kwa mara ya kwanza kabisa baada vurugu ile iliyotokea wachezaji kuhama na nini, ndio tulikuwa na kikosi kizuri ambacho mimi sikutegemea kama matokeo yao yangetokea. Maana ukianzia goalkeeper huko tulikuwa na hebu tutajie hiyo list. Goalkeeper tulikuwa na Bernard Madale. Namba 3 tulikuwa na Seleman Saidi Sanga.
Namba 2 kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Lokole. Namba 4 kulikuwa na mchezaji alikuwa na Charles Mwanga. Namba 5 ndio nilikuwa mimi nikiwa kama ndio captain. Namba 6 tulikuwa na mchezaji anaitwa Sam Kampambe. Namba 7 kulikuwa na Shaban Katwila. Bwana. Namba 8 ilikuwa Ezekiel Grayson Jujuman. Sawa. Namba 9 ilikuwa Ramadhani Mwinda. Namba 10 kulikuwa na Yanga Bwanga. 11 kulikuwa na mchezaji mmoja machachari sana Ahmad Omari. Bwana. Kwa hiyo siku hiyo kwa kweli mimi nilikuwa tunakwenda kucheza, mimi nilikuwa na uhakika kwamba for the first time baada ya vurugu iliyotokea ile kwamba sasa hivi tumepata kikosi mahiri. Kwa hiyo nilikuwa na matumaini ya kushinda ule mchezo, lakini cha ajabu kilichotokea tulisikitika sana bwana. Tulisikitika sana, tulipigwa goli 6. Alafu hata goli moja hatukupata. Ukiangalia ile forward line yetu wote national team. Ilikuwa nzuri sana ile. Lakini hatukufanikiwa kupata hata goli moja. Bwana. Kwa hiyo hii mechi mimi naikumbuka. Uwezo ukaisahau mpaka leo hii. Na ulivyoingia Yanga umeingia mwaka gani? 1975. Kwa hiyo kari yako ukacheza Yanga kwa muda wa miaka mingapi? Nimecheza Yanga kuanzia 75 mpaka 1983. 83. Kama miaka mingi bwana. Kama miaka mingi. Na katika karia yako ya mpira ulifanikiwa kucheza timu ya taifa? Nichezea taifa kama nilivyokuambia 68, nimechaguliwa lakini kutoka Morogoro. Ndio sawa. Yaani 68, 69 mpaka na 70. Miaka mitatu. Okay, miaka mitatu kabla hujaja Yanga. Kabla sijaja Yanga. Okay. Sasa baada ya kucheza na kuna mechi zozote ambazo unaweza kukumbuka ambazo mlicheza zile international za nje na timu za nje, ambayo unaweza kukumbuka timu gani ambayo ilikuwa ni challenge kwako lakini unaikumbuka mpaka leo mlicheza vizuri? Mechi ambayo naikumbuka mimi tulicheza na Luo Union. Unaona? Tulikwenda kutetea ubingwa wetu Afrika Mashariki na Kati kule Mombasa. Mimi siku hiyo tunacheza na Luo Union, mimi nilikuwa reserve. Namba 5 ilikuwa Kapera. Na namba 4 siku hiyo alicheza Lady Gatenga. Sasa kidogo pale kulitokoa na kupwaya hivi. Ikabidi Lady Gatenga atoke, niingie mimi. Kwa hiyo mimi nikacheza pale mbele ya Kapera. Sasa kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Uma. Yaani alimsumbua sana Lady Gatenga. Lakini bahati nzuri baada ya kuingia mimi nilimkabili yule. Alikuwa tena ameshatulia. Lakini hiyo ilikuwa ni final. Lakini bahati mbaya tulifungwa goli 2-1 na Luo Union. Kwa hiyo Luo Union walichukua kikombe. Sisi tukawa washindi wa pili. Sasa bwana, hii swali tu la kizushi, kwa sababu miaka ile sisi tulio nje huku tulikuwa tunaambiwa bwana, yani huko ndani ni lazima wachezaji lazima wakae pale, lazima kuna mchai wa timu hapa ambaye anatusaidia. Sasa unaona kama ile mechi ambayo Yanga walifungwa 6 ile wakufuata masharti bwana. Mambo ya ukweli ama tu mambo ya mtaani? Hapana, mambo ya mtaani. Yale ilikuwa matokeo tu. Haya mambo ya mtaani. Sasa kabla tujamaliza, kakangu Selemani Jongo, nilikuwa nataka at least utoe ushauri. Unajua nyinyi ni watu ambao
mlikuwa kwenye mpira muda mrefu na mlileta burudani kubwa sana, na miaka yenu ile ambayo mlicheza ndio naweza kusema ilikuwa ni miaka ambayo ilikuwa mpira unaopata watu wenye talent, kwa sababu ilikuwa wanaotafuta kuanzia shule, Maumiseta, Muta, yani ilikuwa mpaka ufike kwenye timu umechujwa sana. Sasa wewe una ushauri gani kwa wanaotusikiliza kwa mpira wa leo? Nini ambacho unaweza ukashauri vijana hata ambao wanataka kuingia kwenye mpira? Nini ambacho unabidi wafanye? Na shauri vijana wanataka kuingia kwenye mpira kwa sasa hivi wawe na ari ya kucheza kama sisi tulivyocheza. Wafanye ari kubwa sana. Bahati mbaya sisi hawakutuona lakini wanasikia. Sisi tulicheza mpira wa kujitolea, tulikuwa tunacheza kwa ari tofauti na sasa hivi mpira umekuwa ni biashara. Kweli. Kwa hiyo miaka yenu ile ilikuwa saa nyingine unakuta hata pesa usipolipa wewe unacheza tu. Kwa sababu wewe unataka tu kucheza. Ndio. Yaani saa nyingine mtu anakuja anakupa mkono wa heri, leo umecheza vizuri sana, ana shake hand na basi imetosha hii. Na viposho ulivyokuwa tunapata vilikuwa kweli havitoshelezi. Tofauti na sasa. Kwa hiyo ile ilikuwa lazima uwe na mapenzi na mpira. Ndio maana utakuta mtu anafanya kazi ndio anacheza na mpira. Ukitoka kazini saa 10 mbio mazoezini, unakwenda mazoezini. Basi bwana, yani kwa kweli tusema kweli nashukuru sana kwamba umetutembelea leo, na mimi huwa napendaga kutoa kama wito kwa timu ambazo zinacheza sasa hivi na viongozi kwamba watu kama kina Selemani Jongo ni watu ambao wana hekima na walicheza mpira katika mazingira magumu, lakini walisucceed sana. Sasa ni kitu ambacho inabidi tujiulize, kwa nini tusiwatumia watu watupe ushauri? Tunaweza tukawapa shughuli zozote pale, hata za kuja tu kushauri vijana kabla hajaingia kwenye mpira, kuwapa motisha, hata kuambia watu wafanye scouting kidogo, kuangalia vijana wenye talent, wawaletee, sababu wenyewe wana jicho lile la extra kuona huyu ni mchezaji mzuri, atafaa ndani ya miaka kadhaa. Kwa hiyo tusiwache tu wakae, tuwatumie vizuri, watupe ushauri ili kwamba tujenge mpira wetu wa Tanzania. Kama Selemani Jongo, nimefurahi sana kuja kwenye kipindi chetu. Umetuambia mengi, umetukumbusha mambo ya zamani. Sisi kwa kweli tunatoa shukrani sana kwa contribution uliyoweka kwenye mpira huu wa Tanzania. Sawa. Tunashukuru sana. Kabla tujamaliza kipindi, ndio kuna kitu kimoja ambacho sasa hivi umekizungumza, ndio kwamba sisi tunatakiwa tukatoe ushauri. Sawa. Lakini cha kushangaza, wewe ukienda pale watu wanajiuliza yule kafuata. Unaona? Sasa ile inatukatisha tamaa. Na hatupewi nafasi hiyo ya kwenda nini? Kukutana na wachezaji, tukazungumza nao, tukawashauri, tukawapa mawazo yetu. Hicho kitu watu tutumie sisi. Kwa kweli mimi ndio maana mimi na appeal, kwa sababu mimi naona hata kama Ulaya, sababu nimekuwa na privilege, nimeona mwenyewe wanatumia sana wachezaji wa zamani, na wana sababu, na ndio maana wanafanya vizuri, kwa sababu unaweza kuta kwa mfano kama timu ya labda tufanye mfano wa timu ya labda Liverpool ama Newcastle, wanaona kama inakwenda chini, hawachezi vizuri, unakuta wanamuita tu yule mchezaji labda kama Gerrard, yule legend wao, ama wanakuta labda Mutaranshira ambao wanajua ni legend wa pale,
au kama Arsenal anamuita Henry, basi anakuja kwenye backroom ile, hata kabla hajaingia anashika mchezaji mmoja mmoja, anambia najua unaweza kufanya vizuri leo, ingia ndani, mimi nitakuwa kwenye stand na nitakuwa naangalia. Yani ile tu unakuta inaendelea na badilisha kitu. Lakini pia wanawatumia hata saa nyingine, bwana wewe njoo tu kwenye backroom utuangalie vijana wanaokuja ama scout ama unatembea nao. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri sana kama Tanzania, na sisi tungewaenzi wachezaji wetu wa zamani kwa sababu wana mtazamo kidogo tofauti na tulionao. Kwa hiyo hiyo point ni nzuri sana, ndio maana hata mimi kila wakati najaribu kuileta kwenu wa viongozi wa timu mbalimbali, tuwatumie wachezaji wetu. Kwa hiyo wapenzi wetu wa 80s Vibe Series, tunafurahi sana kwamba mmekuwa nasi katika kipindi hiki, na stay tuned. Tunaomba just subscribe, share, like na toa comment kama kuna kitu chochote ama mchezaji fulani ambaye unataka tukuletee. We are here to serve you. Asanteni.